Dr. Matiang'i kwa ile miaka tulikuwa kwa serikali alikuwa waziri kwa wizara kadhaa, mnakumbuka hivyo. Alikuwa kwa ardhi, nakumbuka kutatua mashinda hapa na pale ya ardhi. Elimu, anajulikana sana kwa elimu kwa sababu tulikuwa na mashinda mengi kwa elimu. Mitihani Kenya ilikuwa imekuwa kitu ya kununua Ikomba market. Watoto wanaenda kusoma, wanasoma, wale wako na pesa, mitihani inauzwa kiolela hivyo. Standard zikuwa zimeporomoka, ethics kiskaisha. Alikuja akasimamia hii, akatatua hiyo shinda na mashinda mengine. Pia serikali ilikuwa na mashinda kwa sababu ya mambo fulani vile ilikuwa. President Uhuru akamchagua kuwa chairman wa coordinating committee ya cabinet. Na hiyo kazi ilikuwa, kitasema vile iko msaidizi mkuu kwa serikali, unajua ni nani kwa katiba ya Kenya. Lakini hiyo kazi ilikuwa imepata shinda. Yeye akapewa hiyo kazi, mimi nikiwa waziri huko, akakoordinate sisi vizuri, tukaweza kuchapa kazi vizuri sana, tukatatua mambo mengi. Kwa nini nasema hivyo? Nimesema hivyo tu kwa sababu leo tumefunzwa mambo ya kuinuliwa, si ndio? Na Mungu anaweza kukuinua, tumeelezwa vizuri, na ni kweli, kutoka position yoyote akuinue ufike mahali fulani. Sasa yeye ameinuliwa, sinaona anainuliwa. Tukiwa wabunge alikuwa na ile program ya World Bank, ile ilikuwa inafunza mambo ya democracy na nini. Hiyo ndio wakati wa kwanza mimi kumsikia. Kaambiwa ni huyu anaitwa Matiang'i. Sikumjua kumuonana na yeye, lakini alikuwa anafanya hiyo kazi. Mimi kwa kifupi nasema ana uzoefu, ana elimu na ako na maadili pia ambayo yanakosekana siku hizi kwa mambo ya kuendesha mambo ya serikali. Na akiinuliwa na Mungu apate hii kazi anatafuta, mimi nafikiria hata injinua zaidi, ataweza kuserve. You will be able to serve the people the way he has served them in those other capacities that he has been. Na ndio sababu mimi tunatembea na yeye kwa hii safari. Mimi pia nimeinuliwa mara mingi. Mungu huinua watu. Nilikuwa mbunge huko Tigania East term 2. Nikafanya kazi mpaka watu wa Meru wakanotice, wakanifanya gavana wa kwanza wa Meru. Kutoka hapo sikuweza, kura yangu haikuweza kutosha 2017 kwa mambo mengi hapa na pale. President Uhuru akanotice mimi nikiwa pande hii, akanipa kazi, ndio tukakutana na Dr. Matiang'i huko. Kwa pia ni kuinuliwa, si ndio? Sasa mimi natafuta kurudi kwa hiyo kazi ya gavana kwa tamu hii inakuja. Ndio sasa tumefanya urafiki wa karibu. Mimi nijaribu kumsaidia kupata kura pande hii niko, si ndio? Tusaidiane kwa vyama hivyo vyetu viwili, amesema chama ya PNU na chama ya Jubilee. Ndio unaona tuko na hizo timu mbili hapa siku ya leo. Hayo upande niko kwa laini. Niko kwa laini, sitaki kupiga na unajua mimi nimepatishwa pia
Ni vile nimepatizwa kule Methodist. Mimi ni member of Methodist Church. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tuko saa hii, na tukuja tu kuwa tuombe na nyinyi pamoja. Mungu aweze kutusaidia na kutuinua na kutubariki tuweze kufika kufanya hiyo kazi. Kuna changamoto mingi kwa nchi yetu na tunafurahi kila wakati tunaombea nchi yetu. Lazima tuendelee kuomba, kwa sababu hata kama tutatatua sisi wenyewe kutumia maarifa yetu na kura zetu, pia tutahitaji nguvu ya Mungu kutatua yao mashinda. Kama shinda ya elimu, nigusia hiyo elimu, alikuwa amefanya kazi. Kizunguka huku unakuta mambo yamekuwa makubwa sana. Mashule hayapati pesa ya kutosha. Unasikia sasa hata kuna mashule yamefunga kwa sababu budget ile wako, ile pesa wamepata kwa shule ile ilikuwa inaitwa capitation ilikatwa, shule zinafunga before the term ends. Principals in schools, most of them are struggling to make the schools run under very, very difficult circumstances. Some are even resigning. You have many friends we have turned who have resigned. Wanasema mimi, this one I can't handle. Because unaambiwa endesha shule. Sasa utaendesha namna gani kama resources zile zinahitajika asiko zile zilikuwa zinapeanwa? Budget ya education haijaenda chini. In fact wale wanajua budget inaenda ikienda juu, lakini ile inafikia kasi ile inahitajika ifanyike kwa mashule, kwa university, kwa institutions zile zingine ambazo zinahitaji pesa ni kidogo, imeenda chini. Hiyo inaenda chini, budget inaenda juu. Hiyo ni sekta ya elimu tu. Nikienda kwa afya tunakuta changamoto kama hizo. Nikienda kwa utendakaji kule kwingine changamoto kama hizo. Kwa wafanyikazi wa Kenya, mishahara nusu ya mshahara yao inaenda kwa kulipa ushuru. Nusu. Nusu ya mshahara yako. Wewe unafanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni, wiki, mwezi, mwisho wa mwezi ukilipwa unalipwa nusu, ile ingine inaenda kuchangia maendeleo ya Kenya. Na hiyo maendeleo unaona ikididimika. Sasa tunaambiwa tunajengewa manyumba nini, hata hiyo nimeona kwa gazeti jana pia inataka kuwekwa kwa kitu wanaita securitization. Hiyo pia inatoka kwa mshahara ya wafanyikazi. Nilikuwa na hesabu, hiyo ni ile pesa inaingia huko, hii ingine na hii ingine yote ndio inakuja 40 something, almost 50% kwa taxes. Hiyo sasa wanasema, ilikuwa kwa gazeti, sio mimi nasoma tu, nasoma kwa nini. Wanasema ndio wakamilishe manyumba ile wanajengea sisi ya affordable. Ile pesa mnatoa itoshi, wanataka kuitumia kuomba loan. Loan ya future. Hiyo ndio wanaita securitization. Hiyo sasa waombe pesa ambayo itakomiti hiyo pesa mnatoa kwa miaka ingine 5. Hiyo inamaanisha hata serikali ikija ingine mpya, sababu hiyo itakuwa loan, lazima utaendelea na hiyo levy ndio ulipe hiyo loan imeombwa kutoka huko nchi za ng'ambo. Maisha imeenda juu, kosi ya maisha inaenda juu. Kwa hivyo tunahitaji maombi. Nataka kusema kwa kifupi, maombi, na pia because faith requires action. Si ndio? Si faith lazima iwe na action. You have to back your faith with action. Maombi na action ya nyinyi kufikiria kama Wakenya wale wengine wa Kristo, kufikiria wale madhehebu wengine, kufikiria tuweze kupiga hatua ya kubadilisha hiyo mambo. Tushikane pamoja tubadilishe hiyo mambo. Na sisi tuko kwa hiyo harakati ya hiyo kazi, na ndio imetuleta hapa na Dr. Matiang'i. Sasa situmpe Helda nafasi ya tumusikilize na yeye tuone vile atasema. Hapa tunapiganga makofi.